lugha ya upole, tamaduni inayothamini utulivu wa nafsi na roho. Karibu katika Jamvi la Pwani hii leo, tukiwa tunaangazia umuhimu wa kusingwa kwa utamaduni wa Kiswahili hapa mkoa wa Pwani. Jina langu mimi ni Fahima Ramadhan. Katika jamii ya Pwani, kusinga ni sehemu muhimu ya maisha ya kila uchao. Tamaduni ya kusinga ilianza tangu zama za mababu. Kwao singo haikuwa tiba tu, bali pia ishara ya ukaribu na utu, kwani kila mguso ulikuwa wenye tiba na upendo. Kusingwa kumetokana na neno singo, linalomaanisha kutakata, na jambo la muhimu kwa maisha ya kila Mpwani. Bi Khalifa Abubakar ndio mwenyeji wangu siku ya leo, ananisimulia uhalisia wa kusingwa kutokana na jamii ya Pwani tangu babu za mababu. Singo imetokana na neno kusingwa. Kusingwa ina maana kusumuliwa. Kwa hivyo mtu akija kwenye singo huwa amekuja kusingwa na kusumuliwa. Na kusumuliwa kwenyewe, sisi twasugua Kiswahili, twasinga Kiswahili. Twasinga kwa vitu vya zamani na vya Kiswahili. Zamani manyanya zetu walikuwa wakifanya huko Lamu. Kwa hivyo sisi tumeileta kutoka kwa manyanya mpaka sasa. Hapa tunakutana na Kidosho Zainab Bashir, ambaye singo kwake imekuwa njia ya kujipatia tonge lake la kila siku na vile kuzaa ajira kwa vijana wengi wa Pwani. Kwa matumizi ya vazi halisia la kanga na singo la kiasilia la Kiswahili, ameendelea kudumisha mila na tamaduni za Wapwani na kuvutia watu wengi ambao bado mila kwao ni tamu. So hapa sisi tunahudumia wanawake, tunawasaidia kupata mwonekano mzuri. Wanapata pia, wakija hapa kishahudumiwa vizuri, wanapata kurelaxisha mili zao, roho zao. Wakitoka hapo wanatoka wakiwa satisfied na wameenjoy services zetu. Kila mtu anakuja ana reason zake kwa nini anakuja hapa kusingwa. Wengine wanakuja wanataka ngozi zao ziwe laini, ziwe nyororo, uone muonekano mzuri. Badala ya kutumia mikorogo, ukitumia singo unapata kuglow naturally. Inatoa takataka, inatoa zile dead cells kwenye mwili, na kando na kung'ara kwenye mwili, mtu anapata kuja pia kupata ile kupumzika, kutoa machofu. Maana wanawake ni wapambanaji, wanawake wanapitia mambo mengi. Kwa hivyo katika ile hali ya usingaji, mwanamke akitoka pale anajihisi tu vizuri. Baada ya kusingwa, mwanamke huonekana wa tofauti mno, kwani ngozi yake hung'aa na huwa nyororo na laini. Singo hutoa uchafu wote uliogoma kutoka kwa sabuni ya kawaida kwenye ngozi yake. Vile singo huleta uhalisia na rangi ya asili ya ngozi ya kila mtu baada ya kupitia singo la kitamaduni la Kiswahili. Ngozi huonekana yenye afya, na pia singo ni starehe na huleta utulivu wa akili. Je, singo hutengenezwa na vitu gani? Kuna products nyingi ambazo tunatumia, lakini products zote ni herbal. Na products kama 2-3 ambazo zinatumika ambazo ni za kawaida ni kama liwa, tunatumia liwa na changanywa na manjano, kuna karafuu. Tunasugua kwa vitu vya asilia. Kwa mfano tutumia vitu kama mandano, kama karafuu, liwa na vitu vingine. Na hivi vyote ni vitu ambavyo vapatikana. Urithi huu unaoendelea kuishi una faida nyingi, kwani ni tiba na starehe ya mwili anaofanyiwa bibi harusi wakati wa siku ya matayarisho ya nikaha yake, ili kuongeza urembo wa asili unaodumu zaidi.
hapa kwaja kila aina ya wanawake, na katika sababu zao wanazokuja hawasubiri, wengine waja sababu ya harusi, unapata wengine ni mabibi harusi, na hata usokuwa mabibi harusi pia, wengine wana waume wameolewa, wengine ni watoto wa skuli, waenda college. Lakini sababu tusema hii inavutia, inapata kutoa zile stress za mwili, takataka za mwili. Kwa hivyo kila mwanamke wa kila aina anapaswa kuja hapa apate kuenjoy, ajihisi yeye ni mwanamke. Baada ya 40, mama mzazi aliyejifungua, mwanamke hustahili kusingwa ili kudumisha maumbile yake ya zamani kabla kupitia uzazi. Kama tunavyojua maumbile ya mwanamke baada ya kuzaa ama siku ile ya kuzaa, vitu vyote hufunguka. Mwili hufunguka, mdomo hufunguka, na kila sehemu mpaka sehemu za siri zafunguka. Sasa baada ya kuzaa kuja kufanywa singo, la kwanza utasuguliwa, utolewa urojo ule wa 40, urojo wa mimba, kwa sababu mimba nayo ina mitihani yake. Kisha pia sasa utaona wanawake ama wasichana wa sasa wajifanya wajuaji, tumia hiki, tumia kemikali hini. Ama kweli ukistaajabu ya Musa utayaona ya Firauni, kwani kusingwa si kwa ajili ya utulivu tu, bali pia kusingwa huondoa mikosi na kuzingua nuksi na kuleta baraka maishani. Na hii singo ina faida nyingi, kama nilivyosema ni madawa. Madawa yale yaondoa hasad, madawa yale yaondoa mikosi, madawa yale yasafisha kiwiliwili chako. Aghalabu sio wanawake pekee wanaostahili kusingwa, bali pia wanaume wanapaswa kusingwa na bibi zao nyumbani. Kulingana na mila na tamaduni za jamii za Wapwani, kusengana huleta mahaba zaidi na kudumisha ndoa, kwani kila mguso huongeza upendo na mahaba kati ya watu wawili. Kuna singo aina mbili, wewe mwanamke waweza kuja kusingwa, wanaume pia wasingwa. Ama wewe mwenyewe kisha ukabeba singo yako, ukaenda ukamsinga mumeo. Wajua ile act ya kusingana mume na mke uzidisha mahaba, uzidisha mazoea. Manake si sharuti awe ni mume wako tu, ni lazima awe rafiki yako. Na paka mufike kusingana, ina maana nyinyi mmeelewana. Ama huku ushamtandikia wamsinga, huku wamwimbia kwa mfano mahaba ni unguayo, ule mwanamume kweli atakusahau. Leo tiba ya singo imepata sura mpya, tofauti na zama za kale ambapo watu walisingwa kwa nyimbo za kitamaduni. Vile mafuta ya kiasilia ya nazi na simsim yalitumiwa kwa ajili ya kusingwa na kukandwa, ambapo hivi sasa mtindo mpya wa kuongeza mawaridi na kuweka tango kwenye macho, kwani tango nalo huaminika kuongeza virutubisho kwenye afya ya ngozi. Ama kweli mwacha mila ni mtumwa na mcheza kwa uhutuzwa. Baadhi ya wakazi walioacha na kuasi mila na tamaduni zao wamehusiwa kuendelea na tamaduni hii, kwani kulingana na bibi huyu, tiba ya singo ni yenye faida si haba. Ningependa kuwasihi majenzi hawa, musiwache asili zenu. Kama mimi naongea kuhusu traditions za Kiswahili, lakini Afrika kila watu, kila community wanazo tradition zao. Na pia Waswahili wasema mwacha asili ni mtumwa. Leo nimekuja kufanywa hot oil massage and treatments. It was really good, really soothing, really refreshing. Kusingwa kutasalia kwa urithi wa kitamaduni uliojaa upendo, tiba na heshima. Urithi utakaoendelea kutoka kwa mabibi hadi wajukuu, karne moja kwa nyingine. Kufikia hapo sina budi ila kulikunja jamvi la Pwani. Jina langu mimi ni Fahima Ramadhan. Kwa heri mtazamaji.